أعزائنا المشاهدين الكرام السيد والسادة في كل أنحاء العالم وفي قارتنا الحبيبة القارة الإفريقية وفي تنزانيا الحبيبة بلد الأمن والسلامة جمهورية تنزانيا المتحدة. Ndugu zangu ambao ni Waislamu na wote ambao sio Waislamu mlioko katika kila pande ya dunia, mlioko ndani ya bara letu hili la Afrika, lakini pia mlioko ndani ya nchi yetu hii pendwa, kisiwa cha amani, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali ya yote, kama ilivyo kawaida yetu, nitumie fursa hii adhim na maridhawa kwa kuwasalimia kwa maamkizi mema, nayo ni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu, kalada, kama ilivyo ada yetu katika kuzungumzia masala mbalimbali na kukuletea taarifa mbalimbali, lakini pia maudhui mbalimbali na makala zetu kupitia chaneli yetu hii ya Dr. Harun Sha'arawi TV. Leo katika maudhui zetu tutakazozungumzia, maudhui yetu itahusu aina nahnu alana fi zamanina hadha. Aina nahnu alana fi zamanina hadha, kwamba leo hii sisi tuko wapi katika zama zetu hizi. Leo hii sisi tuko wapi katika zama zetu hizi? Jawabu la swali hili yawezekana ikawa ni sehemu ya majawabu ambayo yatakayotufanya sisi Waislamu kuweza kujifanyia tathmini, kila mmoja katika nyadhifa yake na kila mmoja katika sehemu yake, kila mmoja katika fikra zake, lakini kila mmoja kwa kupitia akili yake, kila mmoja kwa kupitia nguvu za uchumi alizojaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba ameufanyia nini Uislamu tangu alivyofikisha umri wa kubaleghe. Ameufanyia nini Uislamu tangu alivyoshika mali. Ameufanyia nini Uislamu tangu ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomjalia fikra pamoja na uwezo wa akili wa kuweza kudadavua mambo ambayo kwa kupitia mambo hayo kwa kupitia akili hizo na fikra atajua baina la halali wal haramu, kati ya haramu na halali, lakini pia atajua baina ya haki na batil, lakini pia atajua baina yaliyo mazuri na yale ambayo yaliyo mabaya. Kwa kupitia swali hili la aina nahnu alana fi zamanina hadha, kwamba sisi tuko wapi katika zama zetu hizi, yawezekana majawabu ikawa ni sehemu ya kumzindua kila mmoja ambaye atakuwa amejisahau wajibu wake kwa kupitia nafasi alionayo na neema alionayo, kuja kuzinduka na hatimaye kurejea katika mustari wa kwenda kuyatekeleza kwa vitindo au kutoa juhudi zake kuhakikisha kwamba anakuwa ni sehemu ya watu watakaofanya vizuri katika umri uliobaki, ili tu mwisho wa siku aweze kuacha hadithi iliyokuwa njema katika familia yake, aache hadithi iliyokuwa njema katika jamii yake, lakini pia aache hadithi iliyokuwa njema katika taifa lake, na hasa kwa sifa ya pekee namna gani ataacha hadithi iliyokuwa njema katika dini yake. Laalla an tariqi hadhihi as-suali, huenda kupitia njia hii na majibu yatakayokuja yatakufanya wewe ndugu Muislamu kuweza kuwa ni sehemu ya kiunganishi bora baina yako wewe na Waislamu watakaokuja. Aina nahnu al'an. Sasa ukija tukatafsiri suali hili katika ibara ambazo tunazozizungumzia hapo nyuma, utaona kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kupitia manhaji ya Qur'ani tayari amekwisha tuelimisha sisi Waislamu. Ametuelimisha kwa kutuambia kwamba ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha waltanzuru nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun, kwamba enyi mliomuamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambao mmeamini kitabu hiki cha Qur'ani, kwamba maneno yaliyomo ndani ya Qur'ani ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia mmemwamini Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwamba huyu ni mtume wa Mwenyezi Mungu.
walam yati, na wala hakuletwa illa liikhraji nnasa min dhulumati lkufrin ila nuri liman, isipokuwa ni kwa ajili ya kuwatoa watu katika kiza cha ukafiri, kuwatoa watu katika mambo ya machafu, mambo ya ushirikina, lakini pia mambo ya liwati, mambo ya mauaji, mambo ya mmong'onyoko wa maadili, ila nuri al-imani, na kuwaingiza katika nuru ya imani na Uislamu, katika nuru ya kumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja na kumuomba Mwenyezi Mungu mmoja na kumtegemea Mwenyezi Mungu mmoja. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha, mcheni sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na tafsiri ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Sayyidina Umar ibn al-Khattab alimuuliza Ubayya, ma maana taqwa, ni nini maana ya uchamungu? Sayyidina Ubayya akamjibu akamwambia, hal mashita ala tariqin fawqaha shawk, hivi ulitembea katika njia ambayo juu yake kuna miba? Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu akamwambia, naam mashitu, ndiyo nilitembea. Sayyidina Ubayya akamuuliza, madha fa'alta, ulifanyaje wakati unatembea? Sayyidina Umar ibn al-Khattab akamwambia, mashitu, nilitembea ila hali nikiwa shamartu, ninanyata, wa hadhartu, na ninachukua tahadhari ili miba ile isije ikanichoma. Sayyidina Ubayya akamwambia, fadhaka taqwa, huo ndio uchamungu. Maana yake nini? Khali dhunuba saghiraha wa kabiraha, jitenge na madhambi yaliyokuwa madogo na yaliyokuwa makubwa. Fa innal jibala min alhasa, ujue kwamba mlima siku zote, na tija ya mlima unatokana na changarawe ndogo ndogo au mchanga mdogo mdogo, unapojikusanya ndio unaokuja kutengeneza nini? Kutengeneza mlima. Maana ya uchamungu ni kwamba uhakikishe kwamba nafsi yako inajiepusha na madhambi, wala haidharau dhambi iliyokuwa ndogo na wala haidharau dhambi iliyokuwa kubwa. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, ittaqullaha waltandhuru nafsum ma qaddamat lighad, kwamba mcheni Mwenyezi Mungu, lakini kila nafsi iangalie kile ambacho inachokitanguliza kesho yake, kwa ajili ya kesho yake. Kwa sababu gani ameitaja kila nafsi? Maana yake ni kumzindua kila mmoja miongoni mwetu ambaye anaamini kwamba ameumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini anaamini kwamba maisha ya hapa duniani ni maisha ya muda mfupi tu, na baadaye atakwenda kuishi katika maisha marefu, maisha ambayo yatamlazimu huko baadaye kuja kuulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutokana na yale ambayo aliyokuwa anayafanya juu ya vitendo vyake, aidha anayafanya kwa kupitia fikra zake, aidha anayafanya kwa kupitia akili yake, aidha anayafanya kwa kupitia matendo yake, aidha anayafanya kwa kupitia maneno yake. Ittaqullaha waltandhuru nafsum ma qaddamati lighad. Kwa maana nyingine ni nini? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuzindua sisi Waislamu, anatuzindua sisi binadamu kwamba neema ambazo tutakazopata basi tuhakikishe kwamba tunazitumia katika misingi ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuamrisha. Wewe ambaye umejaaliwa, umepata neema ya akili pamoja na neema ya fikra, basi itumie akili yako na kisha uitumie fikra yako kuhakikisha kwamba unatengeneza misingi iliyokuwa bora ambayo itakayoleta manufaa hapa kwetu duniani na kesho akhera. Lakini pia usiache kutumia matendo yako katika amali zilizokuwa njema ambazo pia zitakazoleta athari iliyokuwa nzuri itakayokwenda sanjari na maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Lakini pia wewe ambaye umejaaliwa kumiliki nguvu za uchumi, hakikisha kwamba unautumia uchumi wako kutengeneza misingi na kuweka misingi iliyokuwa bora kwa ajili ya watu watakaokuja baada yako. Lakini leo cha ajabu ni kwamba utaona kuna watu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewajalia kuwa ni sehemu ya watu watakaoshika mali, sehemu ya watu ambao wanaumiliki uchumi mkubwa, lakini uchumi wao umeishia katika mambo ya ufisadi, kueneza ufisadi katika ardhi, kuwaharibu watoto wa watu,
kueneza dhulma, kuharibu aidha watoto wa watu katika njia za madawa ya kulevya, kuharibu watoto wa watu kwa kutengeneza madanguro ambayo madanguro hayo yanakuja kutumiwa na vijana ambao wanaharibu nguvu kazi ya taifa, nguvu kazi ya jamii, nguvu kazi ya familia, lakini pia hata kuharibu nguvu kazi ya dini zetu. Lakini wako wanaotumia uchumi huo kwa ajili ya mambo ya faida, mambo ya kuimarisha, mambo ya kutengeneza, mambo ya kurekebisha, mambo ya kuunganisha watu na kuunganisha udugu baina yetu. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema ittaqullaha waltanzuru nafsum ma qaddamat lighad, kwamba mche Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kila nafsi iangalie inatanguliza nini kwa ajili ya kesho yake. Maana yake ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatutaka sisi kuzinduka na kutumia muda kutengeneza na kurekebisha yale ambayo yatakayoufaa umma wetu, lakini pia yatakayoifaa dini yetu, lakini pia yatakayokuwa ni kielelezo chema kwa wale watakaokuja baada yetu sisi tukiwa tumeondoka katika dunia hii.